Najisikia vizuri kwa sababu ni kitu pia nilikuwa natamani experience. Kiangalia ndo mara ya kwanza nacheza NBC. Kwa hiyo ni kitu kizuri na experience nzuri pia. Lakini timu kama timu naona tunafanya vizuri na tunaendelea vizuri. Ukizingatia tuna malengo ya kuweza kuchukua ubingwa na ukiangalia kila siku tunaweza kuimprove. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Kitu cha tofauti ambacho unaweza kukizungumza ligi kuu ya NBC na kule ambako umetoka? Kitu cha tofauti nadhani ni experience. Kule kuna wachezaji wa experience na quality kubwa sana. Quality kubwa kwa sababu kila wanapokutana na timu hamna mnyonge kwamba wana timu hii mtaenda kuchukua point hapa. Kwa hiyo unapoingia kwenye mechi na unaenda kujiandaa, unajua kabisa hapa kuna nikiteleza, nikifanya mistake nitafungwa. Kwa hiyo kila mistake unayofanya watu wanatumia kama nafasi ya kuweza kukuadhibu. Umepata nafasi kwenye baadhi ya mechi na umeonyesha, lakini sasa hivi kuna changamoto ya kupata nafasi. Pengine kitu gani hasa unakifanya cha ziada ili kumdhihirishia mwalimu kwamba unahitaji pia kupata namba kwenye post yake? Nadhani ni kuendelea kupambana kionyesha mazoezi. Ukiangalia nimetoka injury, kwa hiyo inachukua muda pia kuweza kurudi kwenye fomu. Sio kitu rahisi ukatoka injury ukapopa hapo kurudi kwenye kiwango chako cha mwanzo. Kwa hiyo inawia kidogo ugumu kuweza kurudi kama mwanzo, lakini inaendelea kupambana kwenye kiwanja cha mazoezi. Mwalimu atakapoona muda sahihi kwamba sasa anaweza kunitumia, atanitumia. Mashabiki wa Simba walipokea vizuri, lakini pia mwanzoni ulionyesha kwamba wanastahili hicho. Yapi malengo yako wewe binafsi, lakini pia unawaahidi nini mashabiki? Malengo yangu mimi binafsi ni kuweza kuwa bora zaidi ya nilivyokuwa. Pia cha kuahidi kwamba wawe na subira, nadhani mambo mazuri yanakuja. Subira, tuwe na imani, kila kitu kitakuwa sawa. Umeshaona ushindani wa ligi kwenye mechi ambazo mmeshacheza? Ushindani upo kwa sababu kila mtu nadhani kila mtu anatamani kuwa bingwa wa NBC. Kwa hiyo ushindani upo. Ukiangalia sisi rivals pia unaona hata mechi ya juzi tuliocheza, unaona kabisa kuna ushindani mkubwa na kila mtu anatamani kuwa bingwa. Ulitamani kucheza derby? Nilitamani kucheza derby, nilitamani ku experience derby. Pengine utapata nafasi. Nini unaambia mashabiki msimu huu kwenye kikosi cha Simba? Maboresho mengi yamefanyika, lakini pia mwalimu ni kama anautaka ubingwa. Niwaambie tu waendelee kutusupport, wasichoke, waendelee kuwa nasi kwa sababu tunazidi kupambana, tunazidi kuimprove tuweze kuwapa kila kilichokuwa bora. Morris, kumekuwa na maoni tofauti kwa wadau mbalimbali wa soka kwamba Morris anacheza vizuri, lakini inapokuja kwenye swala la end product imekuwa ni changamoto. Binafsi unaliona hilo, na kama unaliona unayapokeaje hayo maoni? Binafsi naliona pia maoni nayapokea kwa sababu kila mtu ana hizo thoughts zake kwamba bwana ilibidi iwe hivi, kwa hiyo nayapokea na mwalimu pia naye anaona ni kipi cha kufanyia kazi ili niweze kuwa bora sana kwenye hiyo inaitwa end product. Competition ni kubwa sana ya namba Simba Sports Club. Kama Morris Abraham, mashabiki wanataka kufahamu umejipanga vipi kuhakikisha kwamba unaienda hiyo competition? Nimejipanga vizuri kwa sababu pia competition ni kitu kizuri, kinakufanya uweze kuwa bora zaidi. Tofauti na ukiwa una competition unakuwa tu upo sehemu moja, hujui kama leo nipo bora au sipo bora, lakini ukiwa na competition unajua kabisa hapa ili nicheze inabidi nipambane zaidi ya nilivyokuwa jana. Una marafiki ambao wanacheza na klabu ya Yanga? Yes, nao marafiki. Unazungumza nao? Huwa tunazungumza. Mara nyingi katika maongezi yenu huwa mnazungumzia nini hasa? Mara nyingi kwenye maongezi yetu huwa tunatiana sana moyo, hivyo kuendelea kupambana kwa sababu si maisha yetu sana ndio yamebezi kwenye mpira. Kuendelea kupambana, kuendelea kufanya vizuri. Morris, Tanzania mchezaji gani ambao unamkubali? Mzao au yoyote? Tutatoka mzao na taifa. Tuanze na mzao. Mchezaji gani ambao unamwadimia? Sawa. Napenda Fei anapocheza. Faisal. Nini hasa kinakuvutia kwa Faisal akiwa uwanjani? Tekniki yake. Kwa kigeni Chama. Kwa nini Chama? Tekniki pia. Unahisi kuna muda unatamani ungekuwa unacheza kama Chama? Hapana. Kwa sababu tupo tofauti, kila mtu ana kitu chake ambacho Mungu amembariki. Kwa hiyo na shukuru kwa changu nilichobarikiwa, pia na kiadmire chake anachokifanya.
Kuna dabi mwezi wa 5. Morris, unatamani kucheza dabi? Natamani ni experience dabi. Dabi iliyopita unaizungumziaje? Dabi iliyopita ilikuwa nzuri, ukiangalia timu imeweza kupambana, imejitoa sana. Tulikuwa tunatamani kupata ushindi katika ile dabi, lakini nadhani haikupangwa hivyo, kwa tunashukuru pia hata kwa hicho tulichokipata. Sawa, neno moja kwa mashabiki zako ambao wanakutazama lakini pia wanakufuatilia. Mashabiki zangu nawaambia tu waendelee kunisapoti, waendelee kuwa nyuma yangu, wasichoke, wawe na imani, kila kitu kina wakati wake na mambo mazuri yanakuja. Morris, ukiwa umepumzika nyumbani umetulia, wimbo gani ambao unapenda sana kusikiliza? Wimbo? Mimi bahati mbaya sio nzuri, nategemea tu siku na mood gani. Sina tu nyimbo favorite kama nasikiza kila siku. Nikiwa naweza kawa na mood nzuri, lakini sina tu siku hiyo wimbo nikiweka naona kama tu unanikera. Wiki hii ulikuwa kwenye mood nzuri? Yeah. Nyimbo gani ulisikiliza katika wiki ulikuwa kwenye mood? Sasa nimesikiza nyingi. Ipi katika nyingi? Moja mbili. Nisikiliza moja hii ya nani huyo Professor J na Feruzi, nikusaidieje? Kwa nini sana? Nakwambia na mood, yani sasa mpenza yuko na mood, yani kwamba leo naweza nikawa na mood hii, kesho na mood, yani naweza nikausikiza leo nikaupenda, kesho nikisikiza naona kama unanitibua. Singeli unasikilizaga? Yani Singeli nasikiliza pia. Yupi sana unapenda kumsikiliza mwimbaji wa Singeli? Meja Kunta. Mwingine? Meja Kunta, Bara MC namsikiliza, Pateni. Kibao gani kwa Pateni unakikubali zaidi? Kibao gani? Sikupendi wewe. Na namna ambavyo ina relate katika maisha? Hapana, hamna, ni jinsi tunapenda mashairi yake alivyoimba, melody. Morris, ukiwa umetulia, umepumzika, kwa sababu siku hiyo mimi nataka nitoe kitu mwenyewe, chakula gani ambacho tunaweza kukipika na kikaiva vizuri kabisa? Wali samaki. Mwenyewe unatoa kila kitu? Mimi napika, mimi mpishi mwenyewe. Mpaka pilau mimi natoa fresh. Ndani ya kikosi cha Simba, yupi mchezaji ambaye kwako ni ambao mkikaa una enjoy zaidi? Sababu kwa wachezaji wako wengi, lakini ambao ukikaa naye stories zinapanda, utani mwingi, yupi wanaosana? Kapombe na Kagoma. Na utani sana. Tukikaa yani hapo tunaweza tukakata masaa 4, hatuna simu, hatuna nini, yani fresh. Tumsemi mtu story tu nyingi. Au hata safari ikiwa masaa 7 angani, yani tunaweza nikikaa na watu fresh kabisa, siku inapita. Samata ni mtu gani? Samata niseme kama kaka, kiongozi wangu, yani sijui niweke vipi, lakini ni mtu ambaye nina mchango mkubwa sana kwenye mafanikio yangu, ni mtu ambaye ana mchango mkubwa mpaka hapa nilipofika sasa. Kuna nafasi yake? Nafasi yake ipo pia. Sababu ndo management yangu ambao wananisimamia. Kwa hiyo anachokipitia akiona sababu yake hapa mchezo zaidi ya 9 hajaweka pambani wala assist. Wewe kama Samata ambaye unatazama kama kiongozi wako inakuathiri na mmoja mwingine? Kila asili, kwa sababu so kitu kizuri, kila kama yeye ukiangalia ni striker anatakiwa afunge, lakini pia kuna nyakati zinatokea hivyo, unapitia wakati mgumu, unakuwa hauwezi kukifikia kile ambacho umekipanga, lakini hata hapo nyuma ukiangalia ashafanya vizuri, ashakuwa mfungaji bora. Kwa hiyo ni kitu cha mpito kinatokea, lakini pia sio kitu kizuri. Naamini ni swala la muda, na kwa experience yake yeye nadhani hata analiendo vizuri. Kitu cha kumshauri mimi nimwambie tu asichoke, aendelee kupambana, kila kitu na wakati wake, awe na imani. Kati ya wewe, Kevin John na Samata, umekuwa kama wadogo zake. Kuna chemistry kati yako wewe na Kevin? Chemistry hivyo, mimi nadhani chemistry ipo kabla hatujaanza kukutana na Samata, kwa sababu tumeweza kucheza wote kwenye hizo youth category, mimi na Kevin. Kwa hiyo chemistry ipo. Mimi sidhani kama ni kushuka. Sidhani kama ni kushuka, kwa sababu kwenye maisha challenges zipo zinatokea na unaangalia jinsi gani mwenyewe unaienda ile challenge. Kwa hiyo mimi naona kama ni setback, sidhani kama ni kushuka. Nchi yako pia kwa sahihi kabisa. Tegemeeni.
ndo maana ndo malengo pia sisi tunaweka malengo, tunaomba, lakini Mungu mwenyewe ndo ana bless. Swali la mwisho kwa wakati kocha kutoka kikosi cha Simba Sports kulingana kupata nafasi kubwa sana ya kucheza, unakuja kocha mwingine kama kwa ni mtu mwingine ili uingie utokee bench, kuna namna ambavyo inakuathiri kama mchezaji au kuna kitu unajifunza pia kupitia wale maingizo mapya ambayo yanakuja? Nadhani najifunza pia, sio tu kuingia, sababu nakumbuka hata mechi nyingi nimeanza mechi kama 4 sijui kocha huyu akiwepo hapa, ndio baadaye nikaja nikaumia. Kwa hiyo pia kurudi katika kiwango kile kile inakuwa sio jambo rahisi, inabidi nitachukua muda. Kwa hiyo naamini ni swala tu la muda utafika, nitacheza tena kama nilivyocheza mwanzo, kwa sababu hata pia maingizo yale yalipokuja na nilikuwa nacheza, nilikuwa naanza pia. Namaliza. Asante.